Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako tutakanyagana tukienda katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Nitaanza kwa kusema hivi, one of the hardest place to change in the life of a man is his head, his mind, yeah? Tafadhali nimeanza kuhubiri. Moja wapo wa sehemu ngumu sana kubadilisha katika maisha ya mtu ni wapi? Ni akili. You change a man, you have him. You change him here. Watu hubadilika sana kimwili within a month. Unaweza kukutana na mama wa 1 GB. Unajua 1 GB? Within 3 months or 6 months ukutana ni 80 GB. Maana ana mwili hubadilika very fast. Watu wanaweza badilisha ukutana na mtu ulize kama ni yeye. Kuna wazimu ambaye amekuwa mlolongo for a long time. Na nimemjua kwa sababu mimi nimekaa mlolongo. Yeye husukuka na kagunia na hiyo kagunia yake inakuwa moja, haibadilishaki. So kile huwa inafanya ni kuongezwa takataka. So within 1 or 2 years inakuwa imejaa na haachaki na hatupi. Kwa hivyo ndivyo maana nimemjua. Na kuna siku I think it was last year but kuna one of ndugu mwinjilisti. Mimi napenda wainjilisti, sema mwinjilisti. Wainjilisti unajua ni watu wengine wanaweza tumia kiroho na kimwili. Sasa alienda akakutana na huyo ndugu akamhubiria, ni wazimu. Akaona harespond, akamwambia leo ni mimi na wewe. Na ilikuwa scenario, ilikuwa kesi kubwa sana maana alimshika cha nguvu, ni mwanaume, akamweka mtego, akamweka chini, ni wazimu. Na huyo mwinjilisti alikuwa na nguvu sana. Nafikiri alikuwa na kiroho na kimwili. Wazimu akapiga duru asaidiwe, lakini hakuna mtu anamsaidia. Naye mwinjilisti ameamua leo ila uokoke na huyo mwinjilisti ni hapo kwake kwa sababu alimani. Unacheza kumaniki mwazimu. Alimweka chini na akakanyaga kabisa. Na sasa wakati wazimu waliona huyu mtu amekuwa hatari, akakubali kurespond. So alipelekwa kinyozi hapo, kanyolewa na akaoga na akanunua suit nzuri. So nilikutana na yeye nikashindwa huyu ni yule wazimu au ni ndugu yake, because habebi ile kagunia na ni msafi na amenyolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na nafikiri tunahitaji watu wa aina hii. Tunataka watu wa aina hii. Kanisani, people who are resilient, people who are passionate to serve God with everything. Amen. Unfortunately, alibadilisha nje lakini hakubadilisha ndani. Maana siku hizi bado huyo wazimu alirudia kagunia na anasurura mlolongo. Kwa hivyo the hardest place to change in the life of a man is his head and his heart. Amen. Na ndio maana mnaona mchungaji na walimu wanafaa kupewa heshima kubwa. Maana wanatoa ujinga ndani mwetu, wanatoa upuzi, wanatoa umang'aa, wanatoa ukora, wanatoa ukafiri. Hao watu wanafaa kuheshimiwa sana. Mchungaji ukija katika kanisa, don't expect him to give you money. But if he deal with your head and you change, you should say thank you. Amen. Nilikuwa naambia hapa wadugu hapa, I think it was on Wednesday. Na tafadhali wale ambao mnahitaji healing and deliverance service, kuja hapa Wednesday. Hiyo ndio tunakuwa na time nzuri ya kuambia shetani ondoka. Amen. Unakuwa na hii church tuko na healing and deliverance grace. Mungu amenipatia hiyo grace. Na hatujaweka kwa mitandao, tutaanza kuiweka. Mambo makubwa sana inatendeka hapa. Ni vile tu hatupost kwa mitandao. Lakini tuko na YouTube na tuko na WhatsApp pia. Lakini ningewaomba wale mko na mahitaji kujeni. Amen. Mimi nataka mleteni wale watu wako na mahitaji. Mungu akutane na mahitaji yao. We normally do not concentrate on that on Sunday because of time. So what I'm saying is, if a pastor can change your heart, nilikuwa naambia watu Wednesday, I saw a guy
ambaye alikutana na Churchill, alikuwa aidiki kuzunguru pale. And then Churchill akamuuliza, do you know me? The guy akasema, I know you. When ni Churchill? Na alikuwa anakaa chokora, alikuwa chokora Osama. Na Churchill akamwambia, because umejua mimi na all of us we know Churchill, ninaenda kukupatia lunch na kununulia lunch. Na akatoa gili moja akampatia. Na kijana akafurahia sana. Akatoa ya pili. By the time alikuwa anatoa ya tatu, kijana alijishika kichwa hivi. Akauliza Churchill, nitapitia wapi? Because nafikiria in his life hajawahi guza gili tatu. Akaongezwa ya 4. Wakati alipewa gili ya 4, ile bio huyo mwanaume alichomoka hapo. Churchill waliacha wamecheka. Bwana Yesu asifiwe. 4,000. So huyo mtu ukimpatia 100,000 umeua. He will die. Because kama 4 anauliza atapitia wapi? 3,000 anauliza atapitia wapi? Na ukimpatia 40k atakufa. Na so you realize wapendo, most of us what we need ni marekebisho ya mioyo na akili. I hope someone is getting me. Yeah. Ni marekebisho ya akili na mioyo. Mtu akibadilika roho na moyo wake, huyo mtu na akili zake, huyo mtu atasaidika. Na huwa ninapenda kusema hivi. Wana wa Israeli walikaa chini ya utumwa miaka 430, 430 years, amen? Na Misri hakukuwa na ukuta, hawakuwa wamefungwa miguu, hawakuwa wamefungwa anywhere, but they were crying asking God, God, please help us. Maana yake ni hii, hawa watu kifungo chao kilikuwa spiritual. Amen? Na kwa hivyo mtu akifungwa rohoni, huyo mtu amefungwa kweli kweli. Ukifungwa mikono na miguu, unaweza ita watu hapa, nisaidieni. Lakini mtu akikufunga roho yako na akili zako, you are bound totally. Amen? And that's why you have come, so that we can deal with strongholds in our mind. What is a stronghold? It is an area in your mind that is hard to change. Amen? That's why you have come, we deal with that area. Amen? So, na walipotolewa nchi ya utumwa Egypt, maandiko inasema hivi, walisugua Musa, wakasugua Mungu, mpaka Mungu akaambia Musa, hawa ni watu wako. Naye Musa akaambia Mungu, ni watu wako. Walikuwa wanatufanyia watu hivyo, ni watu wako, ni watu wako, ni watu wako, ni watu wangu. God was tired with them. Ndio eventually Musa akasema, okay, ni sawa, ni watu wako Mungu, usimalize, maana aliona Mungu atawamaliza. Maana walitolewa Misri, lakini hawakutolewa Umisri. Wacha nirudie. Walitolewa Misri, lakini hawakutolewa Umisri. Kuna mtu nilisikia akisema, Mlolongo. Alikuwa anauliza wengine hapo, mnaishi wapi? Kwa mwambie tunaishi Mlolongo. Akasema, Mlolongo. Mimi siwezi kama Mlolongo. Nikamuuliza, Mlolongo is a good place. Akasema, hapana. Mlolongo ukienda huko unaisha. Nikamwambia mimi nimekaa Mlolongo for more than 20 years. Kauliza na bado umeokoka? Nikamwambia sio. Na mimi ni mchungaji. Nikamwambia Mlolongo, mimi naishi Mlolongo, lakini Mlolongo haishi ndani yangu. Amen. Kwa hiyo unaweza kuishi Mlolongo na Mlolongo ishi ndani. Mlolongo ikianza kuishi ndani yako, wewe umeisha. Lakini ukiishi Mlolongo lakini Mlolongo haishi ndani yako, you are still safe. Amen. Wakatolewa Misri, lakini Umisri haikutolewa ndani yao. Na hivyo ndio mmekuja wapendwa, tutoe mambo ambayo katika maisha yamezuia Mungu kufanya kazi ndani mwetu, yamezuia Roho kufanya kazi ndani mwetu, yamezuia utajiri kupatikana ndani mwetu, yamezuia magonjwa kuondoka ndani mwetu. We deal with that situation so that we can be healed. Amen. Kuna mtu nasaidia. The hardest place to change in the life of man is the head and the mind. People are poor not because they don't get money. Most people are poor because they are poor in their head and in their heart. Give a poor man 100 million. It's a matter of time, he will still be poor again. Enda utafute suti upatie chokora. It's a matter of time. Suti within no time itakaa kama chokora. Bwana Yesu asifiwe. Nguruwe ni nguruwe ndani, sio nje.
If you wash your pig and call friend to come and see how clean your pig is, it's a matter of minutes. It will go back to the mud and begin to wallow because it is a pig inside. You are rich inside, not outside. Simpige Yesu. Pastor, niliambiwa nikikuja uniombee nitabarikiwa. Ni sawa, utabarikiwa. But are you ready to maintain the blessing? The best thing the pastor can give you is change of heart and mind. Amen? Nguruwe ni nguruwe ndani, sio nje. Mkristo ni Mkristo ndani, sio nje. Ndani inafaa kubadilisha nje, sio nje ndani. Hallelujah. Na ndio maana mnaona watu wakiokoka wakiwa hawajui kufaa, wanajua kufaa. Hakuna mtu atakwambia teremsha kidogo. Ukibadilika ndani unateremsha. Hamuoni watu wakianza kuanguka wanaanza aje kupandisha. Bwana Yesu asifiwe. Kanapata. Na mimi sisemi wokovu ni huo, tafadhali mnishike. Lakini reflection of a man, what is inside can be seen outside. Hallelujah. Yes. That's why you have come, so that we can change inside. Amen. You become a good brother. Amen. Yes. You become a good sister. Yes. Are we together? Yes. Walipojengewa manyumba Kembea, manyumba mazuri, nilisikia walilalamika wakaulizana, hii nyumba ambayo huwezi pika na kuni ni ya nini? Maana wamezoea kupika na kuni, kupika chang'aa ndani ya nyumba. Lakini sasa nyumba mansion kama hizi huwezi pika na kuni. Wakasema serikali saidia. Amen. Na mwanzo ilikuwa serikali saidia. How do you help a poor man? Not by giving him money, by changing his mind. Amen. The prodigal son said, the Bible records he came back to his senses. And he said, in my father's house are many, many servants. They eat and drink. He came back to his senses and he went back to his father. You can suffer when your father is a rich man. You can suffer when your father can give you everything. Because when there is a change here, you live according to that change. Nilisikia, there are family we call royal families. And all of us know royal family. Like Britain, we have royal family. So mnajua hivyo. One of the things royal kids huwa wanakuwa trained in ni to maintain royalty and how to behave like a prince or a princess. Unanisikia? Amen. Wanafundishwa wakiwa in their formative age ya kwamba you are a princess, you are a prince. And this is how prince behave. Prince hachanganyikani na watoto wengine. Prince ana behave na like they are taught like that. Kwa hivyo when a prince is mingling with other kids, there is an attitude in him ya kwamba mimi sio mtoto tu wa kawaida. Mimi ni mtoto wa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mnaona wakati msungu alipokuja Afrika, what did he change? He did not change the color of Africa. What did he change? The mind. Na watu kaambiwa ya kwamba sisi hatujui kitu. Si hivyo ndivyo ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatujui kitu. Na kwa hivyo tukawa na inferiority complex. And that is something that is going on even today in the US. Victimization of black people. Haijaanza leo, ilianza kitambo. Because when you change a man in his head, you have changed him completely. Kuna mtu hawezi simama hapa kwa madhabahu aseme Bwana Yesu asifiwe. Anauliza nitaambia watu nini? Kwa sababu tangi akiwa kadogo kaliambiwa nyamaza. Na mimi I'm not saying we should not correct our children. Lakini let's not kill the ego in them. Ukiona kasichana kanasimama kanafanya namna hii. Daddy, nataka niwaseme chorus. Please wacha kaseme. Maana tuko na mazoea shut up. Shut up. Sasa mtoto amekuwa akifikiria shida ni mdogo. Ndio watu hawezi simama mbele ya watu aseme Yesu ni Bwana.
Anasimama anasahau mpaka na jina. Anatetemeka hivi. Mpaka mnaona mic hapa inatetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Because ana history in her life or in his life ya kwamba maneno yake sio ya kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. I have come to tell you that you are wonderfully and fearfully made. And what God ordained you to become, you will become in Jesus' name. I want to change that mind. I want to change that narrative that you cannot make it, you can make it. Unaweza kuwa na gari wapendwa. You can have your own house. Amen. We can make it. Hatuna upungufu wa akili, tunazo. Tell your neighbor you can make it in Jesus' name. Nani huyo alisema tukwenu hakuwezi kutoka mtu ambaye hakuna na pesa? Ati mnaikaa kwa ile familia ya fulani. My friend, ninakuombea kwa jina la Yesu hiyo jina ibadilike. It's a matter of time. May God change that narrative and that history. You can make it in Jesus' name. Mimi ninakumbuka tukiwa shuleni. Tulikuwa kuna mwalimu alikuwa very harsh. Na my brother anamjua. So alikuwa na tutusi sana wakati umeanguka mtihani, especially hesabu. Subject yake ilikuwa hesabu. Unajua hesabu sio watu wengi wanakuwa very good in it. Okay, watu wangapi walikuwa very good in mathematics? Inweni mkono kabisa wale walikuwa wazuri. Si mnaona ni kama watu watatu au watano. Amen. Most of the people they are good at arts. Lakini hesabu, so alikuwa anatuambia, anatupiga sana hapa nyuma. Na hapa nyuma kwa mguu hapo chini. Na anatuita kwa madaisa. Kwa madaisa wale ambao ni watu wa mudu wa nyumba, goma ni shetani. Inaongezwa daisa ndio ishike vizuri. Goma daisa yani shetani. And for that reason mimi hata kama sikuwa mjinga shuleni nikachukia hesabu because ya kuchapwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukichukia mwalimu unachukia subject. Unajua hivyo? Sawa sawa. Na kuna subject zingine bado ni ngumu na unakuta unapita. Iwanda ninapita hii na ninaanguka hii. It is because of kile mwalimu ameweka ndani yako. Na ndio maana mimi nataka kusema hivi as your pastor, you can make it in Jesus name. You can make it. Hardship is not a sign that you are not going anywhere. Hardship is just a sign that you are moving. Hardship is a sign that you are on a journey. Wacheni tuache kutafsiri ya kwamba hardship ni kuisha. No, hardship is a sign that you are moving. Bwana Yesu asifiwe. You can make it in Jesus name. Hallelujah. Na sijui kwa nini naongea mambo haya yote kwa sababu this is I don't know, but it is good to be led of the spirit. Kuna mtu uko hapo, your ego is very much down. Maana umeshushwa, umeandua na maneno na mzee na watu wa kweli. But I want to say this, there is God in heaven. You can make it in Jesus name. And you will not die before you become what God has called you to be. But change your mind, you become a transformed person. Hallelujah. Nilishuhudia siasa za wakati wa Obama. And one thing about that man, I love Obama because of his attitude. Hakuzaliwa in royalty. In fact, mnajua Obama amezaliwa na amekulia hata hapa Kenya, si kweli? Part of his life was here. But his attitude concerning his life was very positive. Na wakati he was the first black man to become elected in US politics, ni kweli? Na haikuwa rahisi. Mzungu kuongozwa na Mwafrika. Lakini nashukuru Mungu sababu Obama hakuwa Mwafrika ndani. Huyo mwanaume ni kitu kingine ndani. Akaja na slogan ilikuwa inasema yes we can. Without that attitude in life, you will fail and fail everything. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ambia jirani yako yes we can. Yes we can. Si umwambie? Yes we can. Kuna hata vile wengine wanasema mwambie yes we can. Yes we can. As a man thinketh, so is he. Yes. As a man thinketh, so is he. Amen. Show me your life and your thought pattern. Show me the way you think. I'll tell you who you are. As a man thinketh, not as the devil is thinking about you. Not as people are thinking about you. As a man thinketh, so is he. So it is good to have right attitude and right thinking about your life. See yourself as a king. Ndio bana mimi mnasikia nikisema mimi ni pastor mkubwa sana. Lakini pastor una kanisa kubwa. Hii ni warm up tunafanya. Mimi ni mtu mkubwa.
kubwa my friend. Unajua juzi niliona nikiwa na gari nyingine. Amen. Na nikasema hii yangu nitapatia bibi. Nimeenda kufanya warm up kwa sababu ya hiyo kubwa. And why am I talking like this? Because you don't get things because we are just wishing. You get things because we see you have them. Utazipata kwa sababu zimeumbika ndani. As a man thinketh, so is he. Amen. Hallelujah. Am I talking to rich people here? Hey, pastor, mimi sina anko tajiri. Wachana na anko. You don't need an anko. You need to have faith in yourself. Amen. You need to believe in God. Amen. As a man thinketh, so is he. May God give you a change of mind today. Amen. Hallelujah. Amen. May God give you a change of heart today. Hiyo uliadua uliitwa labda kama mimi Gomadaisa. Shaitani imeongezwa kachumbari. But today I'm a pastor. I'm not a Goma. Hallelujah. Yes. May every word that have followed you for a long time, let it catch fire in Jesus' name. Yes. Kuna watu wamefungwa na maneno hapa. Wanahitaji tu kutolewa kwa hiyo kakuru ya kwamba you can't make it. Na tuwe na the next senator, the next governor. Amen. Can you imagine tukiwa na governor kwa hii kanisa? Lakini tunashukuru Mungu tuko na chief. Amen. Na next time chief usimame kitu kubwa tukuchague. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako you can become anything you dream. Mimi maisha ya maisha hii haina lihaso. Au inakuwa na lihaso? Sasa nikanaita hii sasa. Wewe imeisha sasa, wacha nianze tena. My friend, ukiisha ite you are gone. Haina lihaso. Don't exist. Begin to live. Ambia jirani yako begin to live. Begin to live. Don't exist. Na watu wengi hapa ya kitu inasumbua ni blame game. Si kusomeshwa. Nilifika standard 8. Hamuoni watu hawajasoma walifika standard 3. Na leo ni wahubiri wakubwa. Wengine wako na degree na wanalia na degree kwa nyumba. Unajua watu walikataa kunisaidia. Sijui my friend, as a man thinketh, so is he. Change your mindset. Amen. Biblia inasema wakati Joshua mwana wa Nuni alipotumwa akapeleleze nchi ya ahadi. Maandiko inasema walikuta majitu kule. Sawa? Today I'm talking about, allow me to speak like that because I'm led to speak like that. Eventually nitawapatia jaza dose kidogo tu na leo masaa isinione. Maandiko inasema walipofika ile nchi, maandiko inasema ilikuwa nchi nzuri yenye asali na maziwa na matunda. In fact walikata tunda as a sign wapelekee Musa na wale wengine ya kwamba nchi ile ilikuwa ni productive. Lakini among the spies, na ni vizuri kuwa represented na watu wako na right attitude. Maana mtu ambaye ako na negative attitude, he see the grass half empty rather than the grass half full. Tukiweka maji kwa grass hapa, uuliza watu, wanaona nitakwambia this is a glass of water half full. Amen. Wengi wanasema half empty because they are negative. Lakini watu ambao wako na positive mind watakwambia this is a glass half full. Walipofika nchi ile, licha ya kwamba ni nchi yenye matunda na mambo mazuri, a group say wakati walirudisha report ya kwamba the land is good. Sikizeni, the land is good. This is how negative people talk. This is how people who never go anywhere. Nataka niwaonyeshe wale watu ambao hawezi miliki nchi vile wanaongeaga. Kenya ni nzuri, lakini mabwenyenye, my friend, wachana na mabwenyenye au mabwerere. The land is good. Nevertheless. Amen. Nilisoma. Nevertheless, wewe una problem huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana mlikuja hapa kubadilisha akili za watu hapa. Mimi nataka kuwa na makanisa. Nataka kuwa na kanisa na makanisa. Tunatuma maisha. Amen. Nataka kuwa na kanisa ya watu ambao ni matajiri. Amen. Watu ambao na mimi sisemi kuna watu wamepinga hii injili ya prosperity.
But I want to say this. Maneno ya mtu ambaye ni maskini haiheshimiki. Sawa? Hakuonaki mtu akitajirika kwa boma hata kama ni rust ball. Kukiwa na meeting inasemekana haiwezi endelea. Kakuje. Wewe uko fast ball na miaka yako mingi wanakuangalia na mtu wewe. Au hamjaiona hizo vitu? Amen. What is what I'm telling you? Maneno ya maskini haiheshimiki. So walipoenda huko wakaona nchi nzuri, wakakata matunda, wakarudisha report. Wakasema the land is good. However, or nevertheless, tulijiona kama panzi mbele ya watu wa nchi hiyo. Sons of Anak were in the land. For real. Was it true? That was exaggeration. Because diposa uone mtu anakaa panzi, kwani hao watu wa okay, ebu mtumishi Jeremia. If you stand here nianze kuona kama panzi, ninafaa kwenda kilomita ngapi na huko? Very far, very far. So number one, that was an exaggerated report. These are people who never make it in life. They exaggerate everything. Kenya huwezi saidika. Machakos huwezi saidika. Mlolongo ni mbaya, kuna malaya. Tuko Mlolongo, mimi niko Mlolongo I live 22 years. From 1980 mpaka sasa hivi miaka ngapi? 23 years. 20? Bwana Yesu asifiwe. Mlolongo huwezi toboa, tutatoboa hapa. Amen. Mimi nitatoboa hapa. Na kama hujasikia hiyo, wacha niongee lugha yetu hapa. Ngotoboa va. Nito utoboa. Ambia jirani yako nito utoboa. Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. A lizard in Africa is not a crocodile in US. If you are a lizard here, you become a lizard there. Wacha nikwambie mimi naenda US, green pastor, my friend, you still become a lizard there. In fact, tafadhali hapa. Ati unaweza fanya kuruka kama ukimbie nyumbani mwambie mama, nikatika kitu kadogo bwana. Huko utalilia nani? If you want to have a changed life, change your head, change your mind in Jesus' name. Amen. So hii attitude iko na watu ambao hawezi fanikiwa. Ndio nimekuja kubadilisha siku ya leo. What you need is not money. What you need is a transformed heart and a transformed mind in Jesus' name. Yes. Joshua, the Bible says, he was a man with a different spirit. He was a man with another spirit. Wakati alipoona kile kimetendeka, watu wamekufa moyo, wameanza kuambia Moses, we would rather have died in Egypt than coming here to die. Joshua stood and told the people, please be quiet. That land is good. Those people will become bread to us. Hawa watu watakuwa mkate. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor you can make it in life. As long as you have your attitude ya kulaumu kila mtu. Kama sio babu, kama sio andiko, kama sio pastor, you never go anywhere. May God change our heart in Jesus' name. May God transform our heart in Jesus' name. May God make us to become what He wants us to become. You can make it in Jesus' name. Hallelujah. You can make it. Wakati Daudi alikimbishwa na Sauli sana, maandiko inasema kuna watu ambao walimfuata. A group I think of 400 men. Maandiko inasema ni watu baradhuli. Watu ambao hawakuwa na mbele, hawakuwa na nyuma, wako tu weak people. Lakini kwa sababu ya kukaa na a leader who is positive, they became a mighty army of David. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Because what is within you can transform what is without. Yes. Fear is infectious, and even failure is infectious. If you live under a pastor who discourages you, who tells you you can amount to nothing, you live a failed life. But I have come to tell you, you can make it in Jesus' name. Amen. May God stamp that word in your spirit. You can make it in Jesus' name. Yes.
Hallelujah. Are we together? Yes. Tell your neighbor you can make it. Hata nisipohubiri mambo mengi leo, I feel in my heart kuna mtu Mungu anataka kutia moyo ya kwamba hii familia ambayo unazozana na mzee, it can be healed if you change your mind about it. It can be healed. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together? Yes. Unajua kuna kitu mwalimu alifundisha hapa asubuhi, and I was loving with my wife here. Ile mfano alikuwa anatoa ya Nyonyako au ni Oduro au ni nani? Abdalla. Ati Abdalla hakuwa anajua lugha nyingine isipokuwa receive. Na wakati alipoanguka kwa shimo, Abdalla kwa sababu hajui lugha nyingine anajua receive. Mwenye alienda kumuokoa akamwambia, Abdalla, give me your hand so that I can save you. But he does not understand any other language apart from receiving. And that is the mentality with the people of God. The church, the believers, they don't know any other language apart from receiving. Na ndio maana tuko makanisani, tumekolea na umaskini, Mungu wetu haonekani, yet he is the Father who can give us everything. Hallelujah. Wenye dhambi huko wanaenda wanafanya zile vitu wanafanyanga, wanatoa dhabihu zao, wanainuka na wanafanikiwa, wanaanza kutuchekelea. We must change this narrative in Jesus name. Maneno ya maskini haisikiki. There is a poor man who saved the country by his own advice. Akaambia mfalme ya kwamba do 1 2 3. Lakini wakati huyo mtu alienda akashinda vita, alikumbukwa. He was forgotten. Poverty is bad. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Abdalla tuliambiwa akakuja akamwambia huyu hajuagi hiyo lugha unaongea. Amen. Hajui hiyo lugha unaongea, anajua lugha ya receive. Sasa akaambiwa Abdalla, receive my heart, take my heart. May God change our mind. Hiyo upuzi, may God help us to change. Principles of God will not change. We must change for them. Amen. Amen. Hallelujah. Hata uende kanisani miaka 100, if you do not change, life will never change for you. You will never change. Na hakuna hiki kitu watu wanasemanga ati kuangukia. Unajua hii mentality ya bahati nasibu iko na watu. Ati siku moja tu nitaamka, siku moja tu nitaamka nijikute nimekula loto. My friend, uko na vote zaidi. Ukigoja siku moja, in the next 10 years you will be 50. Ukigoja siku moja, you will die wishing. If wishes were horses, beggars would ride off. But the wish is not to the horse. Amen. Kama ni farasi angekuwa anasema hata viwete wangebeba, lakini sio farasi wanaamua. Bwana Yesu asifiwe. May God give us understanding of what I'm talking about. Mungu atusaidie tuelewe ya kwamba we need a changed mind so that we can see clear. Na ndio maana kuna mtu Yesu aliguza akaguza mara 2. Unakumbuka mwenye aliguzwa? Akauliza, nilikuwa nimeoga. Okay, aliguzwa. Akauliza, what do you see? Alisema ninaona watu kama nini? Yesu alisema okay, uko karibu. With the time utabamwa uliguza tena. Akauliza, na sasa ninaona vizuri. Akaona huko sawa sasa. Watu wengine hapa wanahitaji second touch. Because hii attitude uko nayo haiwezi kubali wewe upate pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukizipata hiyo attitude, you become a waste. Mshawahi kuona kuna watu hawakosaji pesa, but they waste it. Na wale watu hawajui waste, they don't get it. That's how the devil works. Unaona mtu akosaji, lakini naye alikuwa na akili kumi, patia wande jioni anakuambia anajaribu kuhesabu kwani hiyo pesa imeenda, sio kupotea, ni waste. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tulifundishwa kazini tukaambiwa loss or waste is anything that absorbs resource but does not add value. Waste is anything that absorbs resource but does not add value. Okay, Paul, what value does it add? If anything become
takes your resources. Your money is your resource. Your time is your resource. But does not add value, it become a waste. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama kukula ugali sufuria mzima. That's wastage. Maana mwili yako ina demand size hii ya ngumi yangu. Na wewe unakula sufuria mzima. Sasa unapatia tu mwili kazi ngumu ya kusia kasumu. Naona vile mnaniangalia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, I am a prince or I'm a princess. I am a princess. Amen. 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 Kuna wanyama wawili napenda. Na nataka niendelee nikimalizia. Msijali nitawapatia chakula cha leo. Kidogo tu. One of the animals that I love is lion. One of them is lion. Na kuna kingine siku hizi nimeanza kupenda. Amen. Kuna kamnyama siku hizi mali kanaitwa aje? Ni hanebaja. Kanaitwa hanebaja. Ni yako hanebaja. Hapo kamnyama kako very small. Lakini the attitude of that animal is so strong. The animal hapo kamnyama hakatokei simba. Hakatokei anything. Nyoka kanauma kanakula. To an extent, simba wakati anaenda kupigana na hiyo kitu, mwishowe he gives up. Because that little fellow is so stubborn. Yani kako stubborn ile huja na hakana uoga. This life require this kind of people. Amen. People who don't give up. Niko naambia watu hapa Friday that the Bible says resist the devil, he will flee. Devil does not have the ability to resist for a long time. Hata hiyo hali unaona unapitia, if you resist, ukose kuondokea, the situation will go. Bwana Yesu asifiwe. Attitude of a lion. That's why the Bible says Jesus is of the tribe of Judah. Amen. Yeye ni simba wa kabila. Hata Yesu ni simba wa kabila la Yuda. Imagine Yesu alijidhihirisha na simba. Si ofisi. Ati Yesu ni fisi wa kabila ya Yuda. He was very careful because of the attitude and the character of that animal. Mimi nataka masimba kwa hii nyumba. Sio mafisi. Amen. Yesu asifiwe. Hallelujah. Au ng'ombe. Imagine Yesu angeitwa the cow of the tribe of Judah. But he is a lion. Amen. Abia jirani yako, you need to become a lion. You need to become a lion. Unajua kile najaribu kubadilisha ni attitude yenu. Watu wengine mnajiona maskini hapa. The only language you know. Leo ni nani anaweza toka kwa njia nibariki? My friend, if you want to become a great man or a woman, become a giver. Become a giver. Mimi nilizoea. Na kwa sababu ya kuzoea giving. Wala mnanijua hata mnanijua. Hata tukienda na nyinyi kwa hoteli, I always opt to pay. And I'm your pastor. Na wacha niwaambie, mimi sikugiki yangu. I have come to realize for you to become great. Be a giver. Be a giver. Kuna hoteli siku hizi nimeogopa kwenda. Sababu nikienda hapo, ninasikia management inaletewa karipoti hapo. Management imelipa. Management imelipa. Paka sasa siku hizi ninaona haya kuingia hapo. Sababu sio mara moja, sio mara mbili. Ninaenda ninakula vitu zangu, halafu nakuja ninaambiwa management imelipa. Amen. Lakini mimi naelewa kile kina happen. I'm reaping what I have been sowing. Amen. Abia jirani yako become a strong man. Kuacha uchache na kaudogo. Mimi nisikie mwingine akisema, mimi siwezi lisha mwanaume. Na the pastor ananiambia ati mimi ndiye mwanaume. My friend, mimi ni mwanaume kwako. Utajua we have different graces. Unajua watu wanafikiriaga ati mimi pastor ndiye anatuhitaji. Hata mwingine nikutana naye akaniambia, nilikamuuliza, siku hizi umepotea wapi? Akasema, mimi niko tu.
So wakati niliinsist akasema asi ungenitafuta. Sasa mimi niende nitafute yeye. Okay, kutafuta kwa sababu nahitaji kushirika. But you realize you need me. You need what is in me. Wale mmekaa na mimi, you know what is in me. Ambia jirani yako, change the attitude. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa kama mtu kadogo. Ati ukitoa hapa hata kutembea ukibia tu kama. No. Walk with confidence. Amen. Na sijui kwa nini pastor anaongea mambo haya. Yes, we need to change our attitude. Amen. Hallelujah. Amen. This world is not fair. It does not give you what you deserve. The world gives you what you fight for. Yes. Wewe ingia kwa nyumba ulia kila siku. Ulia. Ukimaliza kulia, rise and fight. Amen. Ambia jirani yako, rise and fight. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niona mwingine naingia kwa matatu wakati sikuwa na gari. Nilikuwa na mazoea ya kulipia, nikiingia kwa gari nalipia mtu mfare. So siku moja tukitoka town, nikiwa tu kwa Nissan pale nyuma, ndugu mmoja pale mbele na simjui akalipa yake, na nikasikia ameambia makanga na ninataka nilipie yule. Nikashindwa, nikimwangalia simjui kabisa, simjui. Lakini akasema ikatwe fia yangu. Nikajua ni kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Kile mtu apandacho tavuna. Ambia jirani yako, change your attitude. The world is not fair. Say it. The world is not fair. It does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. Tell them that it gives you what you fight for. Uliza jirani yako, what are you fighting for? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mtegemea cha nduguye kufa nini? Cast is a man who trusts upon me. Na please leo mniruhusu tu nihubiri hivyo. Ni vizuri kufuata roho. Amen. Cast is a man who trusts upon me. Trust upon God. Amen. Amen. Oh God, oh Mungu, tazama vile wamenifanya, na kesho utafanywa tena na tena. That's how men are. Amen. Isikia kahadiri ya mosquito na mtoto. Mosquito mtoto akaenda akauliza mama yake, "Hey, watu ni wazuri, wamenipigia makofi." Naye mama yake akamwambia, "Wewe sio makofi. Sio makofi ulikuwa unapigiwa. Ni wewe ulikuwa unataka kupigwa kofi." Sasa mosquito mtoto anasema ni makofi anapigi. Mama akamwambia ni makofi anataka kutadi. That's why you have come to ambia dunia. See, the world is not fair. Fight. Pastor, fight for what you believe. Fight for your cause. Stand strong. Yes. Amen. Amen. Convince in your heart that I'm going somewhere. Amen. Yes. Amen. Amen. Let me now go back to my topic. Mark of spiritual maturity. Mark of spiritual maturity. Nafikiri niliongea kuhusu ukomavu wa kiroho, na leo tunafanya the last part of it. Mark of a spiritual maturity. Hebrews chapter 5 verse 7 to 10. Nitaanza hapo kidogo kwa sababu niko na dakika 10 au 15. Hebrews 5:7 to 10. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was hard in that he feared, though he was son, yet he learned obedience by the things he suffered. Verse 9, and being made perfect, he became the whole of eternal salvation and all them that obey him. Wacha nianze hapo wapendwa. Now please you can confirm that scripture kama ni hivyo. Wapendwa, this is a story of Jesus.
Please listen to me. Hebrews chapter 5 verse 7 to 10. Maandiko inatuonyesha the attitude of Christ toward his Father. Maandiko inasema hivi ya kwamba nyakati zake za mwili, maana Jesus was in the flesh, he was God in the flesh. Alikuwa number one, he offered up prayers. Alikuwa mtu wa kuomba. Sawa sawa. He was a prayerful guy. He made prayers and strong supplication, and he cried unto God, who was able to save him from death. Look at the attitude of the Son, Jesus, the Son of God. His attitude was the attitude of obedience. He was a prayerful man who made supplication and prayers to his Father, who was able to save him from death. Though Jesus was a son, the Bible says he learned obedience by the things he suffered. The world does not give you what you deserve, it gives you what you fight for. Jesus learned to obey his Father. Hakusema, mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni Mungu, so nothing has to worry me. But he learned obedience by the things he suffered. Through strong cry and tears, he prayed to his Father. Amen? Wapendwa, nataka kusema hivi. Yale mambo ambayo ni sehemu yako kuyatimiza, lazima uyatimize. Amen. Tunaishi kwa generation ambayo haitaki any responsibility. Kuna shule nimeona imechomwa juzi kwa TV. Nyakati zetu, in fact kwa tunaongea na mtumishi Jeremia. Nyakati zetu hata ungesikia shule imechomwa, watoto walikuwa wanachoma na unakuta zile vitu wanarezi ni very genuine. Siku hizi watoto wanachoma shule mzima inaisha to the ground simply because shule nyingine na hapo Igoma itachoma. So kama hiyo inachoma na sisi tuchome. Please, this generation need to understand the world it is not fair. It gives you what you fight for. Amen. Jesus had to play his part. He had to pray. He had to cry to his Father who was able to save him. But verse 18 inasema hivi. Though he was a son, yet he learned obedience. My God. Though he was a son, he learned to obey. Tunaishi nyakati ambazo watu hawataki kutii. Jesus was a son, yet he learned to obey. Alitii. Amen. Amen. Ninakumbuka siku moja wakati Yesu alikuwa katika shamba la Gethsemane. The Bible says matone alisweat the droplets of blood because of the burden of death that was ahead of him. And he told the Father, if it is possible, take away this cup from me. Amen? Nevertheless, not my will, let your will be done. Jesus learned obedience through suffering. Amen? He learned to obey through suffering. Wachana na Wakristo wa siku hizi. Mateso kidogo, hiyo kanisa sitarudi. Ninaona ni masaibu yangu. The obedience by the thing he suffered. And verse 9 says, and he was made perfect, and he became author of eternal salvation unto all them that obeys him. Amen? Bwana Yesu asifiwe. Yesu alijua kuomba, akajua kulia, akajua kuteseka, akajua kutii kwa sababu ya mateso. Na kwa sababu ya hiyo attitude aliyokuwa nayo, akafanywa perfect and author of our eternal salvation. No pain, no gain. Amen? Amen. No pain, no gain. If you don't want in this life to lose anything, forget about everything. Yes. Amen. Amen. If you cannot stand for anything, you will fall for everything. And I repeat, if you cannot stand for anything, you will fall for everything. He learned obedience by the things he suffered. Bwana Yesu asifiwe. Unajua pastor, wacha nikwambie. Mimi nikipewa hiyo nafasi, hakuna kitu utafanya until your heart changes. Amen? Are we together? Amen. Are we together? Amen. Hebrews chapter 5 verse 12. Iko na dakika 10. Fuata mimi haraka. For when for the time you ought to be teachers, you have need that one to teach you again, which be the first principles of the oracles of God. And I'll become such a have need of milk, and not of the strong meat.
Verse 13 says, for everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a baby. This is in Hebrew that is talking about maturity. Ya kwamba watu wengine hapa tunafaa kuwa walimu by saa hii. Tunafaa kuwa na walimu wengi sana. Lakini kulingana na maandiko inasema hivi. Hata ingawa wengine tunafaa kuwa walimu, bado sisi ni watoto. Maana mtu ambaye hajajua kutumia neno la Bwana, huyo ni mtoto. Maana neno la Bwana au chakula kingumu ni cha yule mtu ambaye kwa sababu ya kukitumia hisia zake zimekomaa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, there is a time for everything. Na ukipitwa na wakati wako, utakuja kulia, utakuja kujuta. Nilikuwa tunaimba hapa Friday. Pastor Mwalimu alitukumbusha. Hiyo wimbo vile ilikuwa inaenda. Mwimbaji mwenye imba akasema, fuja mifupa. Mimi mnajiangalia. Hai pasa situko tatu na wewe acha. Tunakujua vile unafanyanga ukijifukia kwa nyumba unaimba hizo wimbo. Mwimbaji alisema fuja mifupa. Fuja mifupa bado nenda ikalipo. Inataka aje? Fuja mifupa. Kwa hivyo hata mwimbaji na ni wa dunia alijua kuna nyakati za kuvuja mifupa. Meno ikisha utavu. Endelea ku waste your time. Endelea ku waste your time. Wakati wa Sunday wakuja ibada you don't come. Unajipatia shughuli, nina wageni, nina mama, ninafua. Waste time. Time will waste you in future. Basta nirudie. Waste time. Time will waste you. Hey, kwani pastor mbona unatuongelesha? It is reality. Waste time. Time will waste you. I have lost a neighbor ambaye nilikuwa nampenda sana. Na niliambia hawa watu hapa Wednesday. Huyu ndugu jirani yangu alikuwa very prayerful guy. Na mimi nikiomba masaa ya saa 9 usiku na yeye alikuwa anaomba next house. Ngoma nasikia rasha katabaka sana. So amekufa juzi nikumpeleka hospitali. Amekufia kwa gari yangu. Ana sikusikia wasiwasi. Na tulipotoka hospitali baada ya kumpeleka mochari shango, nilikuja nikalala na nikaota amerudi tena. Alikuja akaniambia, mtumishi, nimeingia. I have made it. Nimeingia. Nikajua ndugu, mtumishi wa Mungu ameingia. Bwana Yesu asifiwe. Because he was a man who never wasted time. If it is time for prayer, he prayed. Unajua ni kwa nini watu wanaenda tunyumba tule kuzunguka huko waombe? They don't want to pray. They don't want to pay any price. Amen. Wewe pastor, unajua haina haja kujisumbua. Wewe kama unaweza hapa pesa ndio iwe hapa. My friend, I will pray for you. Amen. I will pray for you. Lakini kuna msalaba wako wa kubeba. Yesu kikombe kile lazima angekinywea. Akasema, Father, take away the cup from me. However, not your will, not my will, but your will. What was the will of the Father? For him to drink from that cup. For him to go through that baptism of pain and affliction. Bwana Yesu asifiwe. Baba akanyamaza, mwanaume akawekwa viboko. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Yesu alipitishwa hali mpaka Peter wakamkana. Peter aliulizwa, wewe huyu mwanaume unaonaje? Akasema unajua hata mimi naota kama moto hapa, lakini akaulizwa si mlikuwa naye. Akasema tafadhali mambo mengine wacha kuniingiza ndani kwa sababu hata hujui. Peter alikana Yesu mara 3. The cup that Jesus had to drink was so painful. Peter was never wanted to be associated with that cup. Amen. But look at Jesus, who became the author of eternal salvation. On the cross, he said, it is finished. Father, forgive them. They do not know what they are doing. Forgive them. It is finished. When he resurrected from the dead, akakutana na akina Mary. What was the language? Heal. Heal. Nimeshinda. Heal. Hallelujah. Hiyo si lugha ya mtu ambaye ameshindwa. Amen. Nimelipa gharama. Nimepigwa kwa sababu ya wanadamu. Nimekuwa an author of eternal salvation.
Amen. Na angekataa kikombe. Ungekuwa hapa hatuna tumaini. Maandiko kuna mahali nasema he took all the handwriting that were against us and nailed them on the cross. Kwa hivyo maandishi ya hukumu ile tulikuwa tumewekelewa akayachukua yote, alienda nayo msalabani. Na ndio maana nasema hakuna mtu anafaa kuhukumu. Not even the devil. Hallelujah. Amen. They should not accuse you. Jesus took the handwriting. Yale maandishi tulikuwa tumeandikiwa yote, alipeleka msalabani. Na akasema kuanzia leo, I have given you power of it. Devils and demons, they are right under your feet. Yes. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako, your mind must change in Jesus name. Na hii masaa inaisha. Acha niende haraka sasa. Are we together? Nataka niwapatie point 3 au 5 kuhusu mark of spiritual maturity. Maana kukomaa kwa Mkristo ni ya maana sana. Mtu akikomaa kuna vitu anaachana kung'ang'ana nazo. Kuna tuomba, tuamende na pande na pusi zinaisha. Kukomaa ni kitu ya maana kanisa. When you mature, work become easier for your parent. Amen? Lakini mtoto anakuanga hectic. Mimi nakumbuka wakati tulipata mtoto wa kwanza, my son, siku za kwanza hatukuwa tunalala. Na wale ambao wazazi mnajua hivi, first few days haulali. Kana kaga mdomo iko hivi saa yote mee. Sawa sawa? Sawa sawa? Yes. Mama ni msichana kwa sababu ni first born. Na yeye anaogopa alale alie mtoto. So tunakaa kaka, wewe shika. Sasa ni hapa. Na wewe amka masaa mawili na yeye fanya hivi. Mtoto analia ni kama ametumwa. Amen. So sasa hivi kiangalia maisha akiniambia daddy, unajua kuna siku waliona my wife alienda mahali akachelewa, nikamwambia leo tunapika. Sasa nikiwa kitchen, my son and my daughters walikuwa wananiambia wewe ni kimonda. Hawajaiona nikipika. So walikuwa wananiambia wewe ni kimonda. Nikamwambia kwa nini? Unajua kupika. Ni wa surprise, hawakuiona. Wanaonaga daddy yeye ni wa kuletewa na kula. So mama amechelewa, siwezi ita jirani. Mimi before nioe nilikuwa najipikia. Si ulikuta nikipika? Si hata ugali yako ilikuwa tamu sana. Yeah. Ni vile nilikataa hiyo kazi. Sasa hiyo siku tulipika ugali na my family, my son na 2 daughters. Na ugali iliungua. Sababu najua gas kama hujazoea nini unashindwa kubalance moto, so iliungua. Lakini nakwambia watoto wangu walikula hiyo ugali yote. Sababu ni nani? Ni daddy amepika na ni kimoda. Wewe. Amen. Leo mama akichelewa sipiki. My son amefundishwa. Amen. Although kuna akianza akongojea maji kiamuke aliweka huko. Ikakuwa uji, akauliza na mama yake. Na umefuata step zote, akasema sijui kwa nini imekuwa uji. Kajua tu, lakini siku hizi ameanza kuelewa. Kwa hivyo kanisa inapokomaa, kazi ya mchungaji inakuwa rahisi. Hallelujah. Na unajuanga kanisa ikianza kukomaa na zile ripoti mchungaji analetewa. Na zile matoleo watu wanatoa. When people love their God, even their giving changes. Their attitude toward the servant of God, they changes. Hallelujah. That's how you know that your family is growing. Church is a family. Are we together? Yes. So what are the marks of a mature believer? Adika. One is the ability to abide in love. Ability to abide in love. Uwezo wa kukaa ndani ya upendo. John chapter 13 and verse 35 says, a new commandment I give unto you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. Verse 35 says, by this
shall all men know that you are my disciple if you have love for one another. Amen. Yesu akaambia wanafunzi, hata dunia itajua ya kwamba mnanipenda mkipendana ninyi wenyewe. Mtu ambaye hajakamilika, hajakuwa mtu mzima katika uungu, ana shida na upendo. Kupenda Mungu ni isho. Ni wale wanasikia wakiuliza, "Gai, kwani hii mnashindana kanisa saa yote?" Mshawaisikia hiyo mamagamzi? "Gai, kwani hii kanisa yenu saa yote?" Na akija anakuja Sunday moja ina blue moon. Na akija kanisani namuona hajatosheka. Bado mnafanya ni huyo ni mtoto. Mshaiona watoto wakihamia kwa jirani kwa sababu ya chapati? Simuongee. Si hata sisi tulikuwa tunahamia kwa jirani. Unakuwa temporary. Umehamia kwa jirani. Chapuzi kisha unarudi wapi? Ushawaona kwa jirani kwa kuta watoto wako vile wanaangalia chapuzi kipiko mpaka unasikia kuachapa, because sio ati hawakulaji chapati, lakini unasikia wanakuaibisha. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao hawajakamilika katika upendo, hao ni watoto. If you see people have problem with hating, mimi siwezi kuongelesha. Mimi atakuja kunitafuta na mimi bila kutafutana sijui toka wapi. Watu ambao ni mature, they have ability to abide love. They love God not because of what He has. They love God because He is God. They love neighbors. They will love everybody, even those people who can't be loved. Uliza jirani yako, uko na list ya watu wangapi kwa hiyo diary yako? Wale huongelesha kianzia na jirani. Unajua huyu mama anaona kama ni mchana. You know. Bwana Yesu asifiwe. Na judgmental attitude ingine ya upuzi. Na ndio nilienda kwa huyo mama. Wewe akona paka ingine hapo kama ile ya black. Hiyo mimi sikuona kama ni paka. Hiyo vile niliona hiyo ni majini. Mwa majini tufundishe tofauti ya paka na majini. Wapendwa, let's grow up. Tell your neighbor, grow up. So people who love God, people who are mature, they have ability to abide in love. Una mtu amenishika? Yes. Do you love? Yes. Amen. Tit for tat. Wewe ni Mkristo lakini bado uko na tit for? Wewe hujakomaa katika upendo. Yesu alikuwa na every reason ya bitterness ya kusema, okay, you have beaten me and I came to die for you, so jipange. But he said it is finished. Even those who beat me, even those who crucified me, forgive them. Father, forgive them. I love them. I have died for them. And if Jesus is your example, who are you following? Bwana Yesu asifiwe. Uko na uzee kwa nyumba. Bwana ya watoto pamogeleshana. Ati unapika unawekelea kwa sahani ajijazi. Kama ni kukula, hata nisikia mwingine akisema, mimi nilikuwa napika, akikataa ninaikula. Imagine. Ati mwingine naye wakikosana na mzee anapika size yake kake. Mzee akingojea kwa sofa set pale, unajua vile wanaume wanangojeka wamekelea miguu pale. Anasikia, na hiyo ugali imekaa sana kwani hii. Akija kuangalia nakuta ni sufuria zinaoshwa. Na hapo mimi nilipika. Siko hapa. Hapo unataka yako ingie upike yako. You know what? Let's grow up. Amen. Love will defeat every problem. Love. Abide in love. Amen. Abide in love. Amen. Kanisa ikiwa na upendo, it grows. Au ni aje? Because when you love, you don't judge. When you love, you don't see things that are not real. Love covers multitude of sin. Number 2, let's finish. Kuna dakika mbili. Nisema sasa. Number 2,
ability to obey God under pressure. People who are mature, they have this ability. They can obey God under pressure. Wananihakiwa bado wako kwa Mungu, nyumba inafungwa, I still love you Jesus. Oh, sina pesa, I love you Jesus. Anakataliwa kwa I love you Jesus. That is a man who is mature. Amen? Amen. They don't go with multitude. Yes, niko na pesa. Hata akija kwa kanisa mnaona anafanya hivi. Kwa sababu ya pesa. Ni wale watu multitude yao inaitanga na pesa. Hata ukitaka kujua hana pesa, unaangalia tu. Ni mtu wa mamudu. Sasa hiyo hana kitu. Wapendwa, Paulo alisema mimi natosheka kama ninazo, kama sina. Paulo ungemwangalia ungejua wakati yako nazo na wakati hana. Yeye maisha kwake anayapiga free kwa sababu ya Yesu. Hallelujah. And these are the kind of believers we want in church. People who do not love God because of money. Jesus, I love you without money. With money I love you. Na huyu mtu atabarikiwa, waje niwaambie. Unajua ukitaka kubarikiwa na material things, wacha, do not be so much attached to them. Unaona? Gari yangu, kisululu yangu, mtoto, tuseme, TV, guo, mume. Kwanza hapo mume. Acha kwanza tulia. Mume. Acha ongeleshwe na mama mwingine hapo. Akasema mpaka diagram. Ulikuwa unaambiwa nini? Ndio maana mimi napenda my wife hapa. Mshawahi sikia timu wamepigana kwa kanisa ati kwa sababu kuna kadada alisikia kwa ofisi. Imagine mkiwa na pastor mama ambaye ako na that insecurity. Ati ninakalishwa tu nikichora diagram. Tukaenda tukafika Moreni nikamdrop. Yes, nonsense. Bwana Yesu asifiwe. If you want to be blessed in this life, do not be attached to these things. Amen. God will bless you. Sawa sawa. God will bless you with money. God will bless you because you have not become a worshiper of that money. Haujakuwa worshiper of your husband. You have not become a worshiper of your own children. Unajua mtoto wake nilikuwa mwingine mtoto wako na karibu 2 years. Unajua sikuje kanisa pastor alinipata mtoto. Mtoto wako karibu kupiga soma zote. Na bado hukuji jana. Unajua akisikia makelele ati atasibiwa na makelele. Upende Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua pasa Sunday na kuanga na kazi mingi. Na ukienda ukuta zile kazi ya kanisa ni kulala na kufua nguo ya mzee. Umekuwa worshiper of your own man. Amen. Wacha niwaambie, afadhali kumpenda Mungu. Ukimpenda Mungu, anasimama na wewe. Anakutetea kama Abraham. Abrahamu walijaribu kuchukua mke wake. Si walijaribu? Wakina Farao si walijaribu kuchukua Sarai. Sarai alikuwa mke mzuri sana, mrembo. Lakini Mungu alifanya namna gani? Alikamata mashini za wanaume zote mpaka ya Farao. Hawezi kwenda na mke wa nabii. Mpaka sasa walikuwa wanaulizana kwako kuko aje? Aje. Haoni kuna shida. Wanaume wakakubaliana yenyewe mimi sijui ni nini inaendelea. Kuna shida. Wakaulizana ni nini inaweza kuwa inaendelea. Wakafanya research wakakuta ni mke wa nabii. Imagine mtu analijua mke na Mungu mwenyewe. Hata wewe unajua kuna ndugu mwingine tulikuwa tunafanya naye kazi. Alikuwa anapanda juu ya mti. Angalia mama akienda soko amesimama wapi? Ameongea na nani? That's nonsense. Hallelujah. Trust upon the Lord. Yes. Are we together? Ability to obey God under pressure. Na hivyo ndio unapimana. Hata hii kiti mnakalia hapa. Kuna wakati ilipokuwa inatengezwa, iliwekewa uzito, waone kama itastahimili. Na ndio maana ukija unaikalia bila wasiwasi. Maana ilikuwa tested, it was put under pressure. Ndio ianze kufanya kazi. Kuna watu wako hapa wanataka kuwa watumishi. They don't want pressure. Utaweka pressure mpaka upige.
wanapima gauge kana panda mpaka wacha tuone kama atakatika. Wanasikiza vile unaongea. Anasema aje? Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Oh, hajakana. Okay, wanateremsha. Amepita hiyo mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ni Mkristo wa jina gani? Hata unajua mimi Mungu wanga simuelewi. Mungu hata simuelewi. Mimi hata naweza kuacha kanisa. Mimi naweza kuacha. Siwache uone. Ati mpaka wengine wanapatia Mungu threat automated. Mungu nakupatia mpaka next week. Unafikiria Mungu atakuja? Hata kama alikuwa kuja na kosa. Unaanguka, unaamuka mwenyewe. Unarudi church. Na Mungu anabaki kuwa Mungu. People who are mature, they have ability to obey God under pressure. Amen? Amen. Kuna siku Mungu aliniambia nitoe dhabihu fulani kwa sababu ya hii kanisa. Nimetoa dhabihu lakini hiyo my friend sikuwa na pesa na Mungu alitai wakati iko na kitu. So nikiuliza Mungu maswali hapa akaniambia hiyo pesa yote itatoka kwa hii kanisa kwa ibada, enda upeleke mahali fulani. Nilisweat. Mpaka nikauliza my wife. Nilimwambia vile Mungu ananiambia, akaniambia nikamuuliza wewe unaonaje? Au ni shetani? Akaniambia bana. Shetani hawezi kuambia utoe pesa. Nilikuwa nafikiria atanipea moyo. Nikaona hatusaidiani. Najua nilikuwa nataka anitie moyo tu. Akaniambia si wewe ulisikia? Na shetani hawezi kukuambia utoe. Mungu alikuwa anataka kupima kutikwa. Akwambia nilitoa mpaka nikasikia wewe. Na ndio hapa nilijua Mungu huwa anakubali dhabihu ambao umetoa kwa moyo. Mimi niliombea hiyo dhabihu nikalia. Nikalia. Sababu ya uchungu. Yote Mungu nasema kitu. Yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile dhabihu mnaleta hapa hata hukuki ulileta nini kwa nyumba ya Bwana sio dhabihu. Dhabihu inafaa inakuuma mpaka unashtuka usiku. Unashtuka. Unafanya kitu hivi. Usitie kama iko sawa. Au ni shetani? Sio shetani, ni Mungu. You obey God under pressure. Mnafikiria Abraham akitishwa mtoto ilikuwa rahisi? Mpaka anaamua sitaambia Sara. Maana Sara angemwambia wewe, nilijua kitu hapa haikuwa mzuri. Mtoto. Tumekwenda 99 years. Abraham akasema wewe, wacha niende. Tutakuja kumwambia. Tutakuja kumwambia baadaye. Ndio maana aliitwa father of he became father of many nations. That acquired position haingewezekana without obeying under pressure. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kai tumalize ni dakika mbili. Na mtanisamehe nilisema saa 7. Dakika mbili tu ndio tupalize hizi point. Na I promise haitapita dakika mbili. Number 3, spiritual stability during crisis that is marked by patience. Spiritual stability. Remember we are talking about mark of a mature believer. So number 3 is spiritual stability during crisis that is marked by patience. Someone who is stable in crisis. Mtu ambaye sio mtu wa kuyumbishwa na mawimbi. Na unajuanga mtu wa aina gani wakati kuna mawimbi pastor? That's how you know. The way they talk unajua huyu mtu hakuna kitu. Mawimbi na kuyumbisha. Lakini ukiona mtu ambaye ako stable during crisis. Ako na subira, he can wait upon God during crisis. Huyo ni mtu ambaye ni mzima. He is a mature person. Amen. Number 4, unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Unity of faith. Ni mtu ambaye ako na he knows, he has the knowledge of Christ. He knows God. He has a unity of faith. Imani yake haijagawanyika. Sawa? Imani yake ni moja, he believes Christ. Hana divided faith. Ati ukitaka hii unafanya hii. If the word says njia ni hii, ana stick to that. Amen? He has a unity of faith. He is one with himself. Na tafadhali shikeni hapo hapana ninapomalizia. You can be divided in your life. You have too many people within you. Okay? But when you have one within yourself, your faith is stable, you believe in Christ. Hakutakuta kitu kingine ambacho kitakuondosha kwa ile imani ambayo unaamini.
that is when we say you are mature. You have unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Amen? That's why the Bible says in the book of Psalms 19 and verse 105 that the word of God is a lamp to my feet. The word will give you light. Itamulikia wewe. You can't have unity of faith wakati hauna neno. Number 4. Na namalizi. Mmepotelea wapi? Number 4. Unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Psalms 119 and verse 105. Number 4 or number 5. Walking by the Spirit and bearing the fruit of the Spirit. Walking by the Spirit and bearing the fruit of the Spirit. You can walk by the flesh and you can walk by the Spirit. Hii inamaanisha hivi ya kwamba yale matendo ambayo ni ya mwili haipatikani ndani mwako. Wale watu mnasikia hata kwa nyumba wasikizani bibi na bwana ni kwa sababu they are living in the flesh. Kuchukiana, sijui kutosameheana, sijui ulinifanya, hata vile uniwekea wewe ugali, nilijua huko unataka kunipea. All those nonsense. There are people who are walking in the flesh. Hao wamjui watu wanapiganaka kwa nini? Walking in the flesh. Mtazamo yako yote ni ya macho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kanisa ikiingia mwili, mtaanza kusikia magumi hapa inatembea. Pastor nilisikia. Pastor mlikuwa unanihubiri. For example, sasa hii neno. Okay, hii wiki nani nimetembelea kwake? Hakuna. Right? Okay, hii mwaka ni wakati nimetembea kwako? Labda niwe. Imagine mwaka mzima. Amen. Okay, ningekuwa kwako ningesema niliona vile anapakuliwa ndio maana nikatengeneza injili. Na ndio maana sitembeaki kwa shirika. So, mambo ya pastor ni mimi nilikuwa nanihubiri. Mimi sikujui. Sawa sawa. Whatever I'm preaching here is vile I feel in my spirit. So when you walk by the Spirit, uache kuongozwa na mwili, utaacha vituko na sarakasi na masaibu. Ya kusukua watu. Amen. Na kusekenywa. Hiyo upusi ukitembea ndani ya roho itaisha. Amen. Those who are in the flesh, they mind the things of the flesh. Those who walk by the Spirit, they mind the things of the Spirit. Amen. Amen. Na mnajua matendo ya mwili, si mnaijua? Galatians chapter 5 verse 17. Si mnaijua pale? Yes. Usuda, wivu, kutosameheana, usherati, ugaka na uchawi, hizo zote ni matunda ya mwili. Sawa sawa? Lakini those who walk in the Spirit, the Bible says there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Okay? Who do not walk according to the flesh. You cannot be condemned. Now the last one, andika the last one. Mortify the desires of the flesh. Mami tunamaliza tafadhali usiendoke. Mortify the desires of the flesh. Mortify the desires of the flesh. Mortify the desires of the flesh. So those are the 5 marks of a mature believer. Na nitafikisha hapo because of time and we call it a day. Amen. So tumesema ni ngapi? Ni 5, right? 1, ability to abide in love. Okay? Yes. Hallelujah. Tukitaka kujua wewe ni Mkristo ambaye amekomaa, tunaangalia nini? Sio ugali, sio gari, sio nguo, sio miaka. Tunaangalia nini? Ability to abide in love. Can you love the unlovable? Can you love your enemies? Okay, number 2. Ability to obey God. Ability to obey God under pressure. Number 3. Spiritual stability during crisis. Spiritual stability during crisis. That is marked by patience. Number 4. Unity of faith. And of the knowledge of the Son of God. Number 5. Walking by the Spirit and bearing the fruit of the Spirit. Number 6. Mortifying the desires of the flesh. Mortifying the desires of the flesh. Kuna ndugu alienda akaambia pastor amuombe sababu anasumbuliwa sana na mwili. So aliambia pastor zima hii sasa. Aombe hiyo mashini ifungwe. Bwana Yesu asifiwe.